Kwa jina naitwa Sia Kiwelo, nimetoka kampuni ya Konka Investment Company Limited. Najihusisha na mambo ya uzalishaji wa tissue paper. Kwa kuhudhuria mafunzo ya leo tuliyoanza Jumatatu, kuna mambo mengi nimejifunza ambayo nilikuwa siyajui. Nilikuwa napata changamoto mbalimbali, nilikuwa nikiona migration na toxin na shtuka kwa sababu sijui nianzie wapi, lakini sasa hivi nimepata knowledge ya kutosha, najua vita, najua pasi, najua red farming. Kwa hiyo mafunzo ya leo yamenisaidia sana. Ni kweli tumejifunza kwanza sheria za uhamiaji. Tulizojifunza ni kwa ajili ya ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa taifa letu, na kwamba sio kwamba tukiona watu wa uhamiaji ni kama maadui kama tulivyokuwa tunaogopa. Lazima tuwe wazalendo kwa nchi yetu. Endapo tunakaa na mgeni ambaye hatuna taarifa zake zote, inabidi turipoti ofisi ya uhamiaji kwa ajili ya kuweza kuchukua taarifa zake ili tuweze kujua kama mgeni ni salama kwa nchi yetu au sio salama kwa nchi yetu. Kwa majina anaitwa Deusdedit Malebo, ninatokea Dar es Salaam. Na baada ya kugundua hilo, sisi wenyewe sasa tunajiona kama ni sehemu ya uhamiaji, kwa sababu unapokuwa na mahusiano ya karibu na idara, unapopata changamoto yoyote, unajua umfikie nani au changamoto ipi uipeleke kwa nani. Kwa tumepata faida kwamba hata kama tulikuwa tunakwenda kwa watu ambao walikuwa sio sahihi kiutendaji, kiutawala au kitaarifa, sasa tunajua jambo fulani liende kwa mtu fulani mhusika na utatuzi wake unakuwa unapatikana kwa haraka. Natokea kampuni inaitwa Reddington. Tunajishughulisha na uuzaji wa vitu vya IT kama printer, laptop na simu. Mafunzo haya kwa ujumla yamenisaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu kampuni yetu ina wageni. Kwa hiyo mimi mara nyingi nashughulikia vibali wakiwa wanakuja nchini kama kwa visa, work permit. Kwa hiyo nilikuwa sina elimu nzuri kuhusiana na vibali hivi, lakini kutokana na elimu ambayo tumeipata hapa kwa siku 5 imekuwa ni elimu nzuri. Changamoto kwa kweli, kwanza idara ya uhamiaji sasa hivi imepunguza changamoto zetu kwa kiasi kikubwa mno. Zamani ulikuwa ukiomba vibali vinachukua muda mrefu, lakini siku hizi kwa kweli wamejitahidi, wanatumia muda mdogo. Naitwa kamishina msaidizi wa uhamiaji Hoja Mahiba, ni mkuu wa chuo cha uhamiaji cha kikanda kilichopo Arusha. Ni mafunzo ambayo yamekuwa na mafanikio makubwa sana, kwa sababu kupitia mafunzo tumeongeza mabalozi ambao wanaweza kwa namna moja ama nyingine kwanza kusimamia usalama wa nchi hii, kwa sababu ni jukumu la kila Mtanzania, lakini vile vile ni watu ambao sasa wanaenda kutoa huduma za kiuhamiaji kwenye taasisi zao ambazo zimeajiri wageni kwa usahihi na weledi mkubwa kabisa. Sisi kama chuo, jukumu letu la msingi ni kutoa mafunzo, na tuna mikakati mbalimbali ya kuweza kufikia umma kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu kwanza tunaamini ulinzi wa nchi ni wa kila mwananchi, ni wa kila raia wa Tanzania. Kwa hiyo kadiri wananchi wengi wanapopata haya mafunzo, ni wajibu wetu kutoa haya mafunzo, na wanapopata mafunzo sasa taifa la Tanzania linaenda kuwa salama zaidi inapokuja swala la usimamizi wa masuala ya uhamiaji. Kwa majina naitwa kamishina msaidizi mwandamizi Agustino Mateo Malembo, afisa wa uhamiaji mkoa wa Kilimanjaro. Kwa semina hii ambayo imeisha leo, ambayo takriban karibu siku 6, hii semina mikakati ambayo tumejiandaa ni kwamba sisi tuna kampeni yetu ya Mjue Jirani Yako. Hawa watu waliokuja kwenye hii semina hapa na kwenye chuo chetu cha TRITA wamejifunza sana mambo ya uhamiaji, hasa namna ya kupata vibali, namna ya watu wao kuishi nchini. Sasa na ile kampeni ya kwetu ya Ujue Jirani Yako wamejifunza. Kwa hiyo tunategemea sasa baada ya hao waliojifunza hao, wakienda kule watakuwa walimu wazuri wa hii kampeni ya Mjue Jirani Yako, kiasi kwamba sasa taarifa zozote ambazo ni kwa njia ya kupeana kwa njia mbalimbali, wakimwona mtu ambaye wanahisi kwamba sio raia wa Tanzania wanaweza kukurudisha, kwa sababu njia na dalili na kila kitu wameshafundishwa. Na katika masomo waliojifunza hapa kwenye hichi chuo wamejua vitu vingi, kiasi kwamba maswali yalikuwa ni mengi
na majibu tumewajibu. Kwa hiyo sasa hata wale ambao wana hizi kampuni za wageni ambazo za wageni, maswali yaliyokuja ofisini kuuliza kwamba inakuaje hivi inafiko vipi, watakuwa tayari wameshajua. Na sisi wenyewe baada ya kuwafunza hawa, sasa na sisi tunajiandaa kwa ajili ya kukabiliana na wahamiaji haramu wanaweza kuingia, hasa ukizingatia mkoa wa Kilimanjaro, wahamiaji kutoka sehemu za Ethiopia na kutoka nchi ya Ethiopia pamoja na Somalia wanakuwa wakikatiza maeneo yetu.